walioongezeka utaweza kuona ni idadi kubwa. Sababu tunasema ni mtu aliyevuta pale bomba, lakini bomba hili linatumiwa na watu wangapi? Idadi hii inaweza kuwa kubwa sana. Sasa kutokana na hali hiyo na hali ya huduma ya maji kama mnavyofahamu kwamba tunatekeleza kutimiza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 2025 ambayo inatutaka maeneo ya mijini tufika 95% ifikapo 2025 na kule wenzetu vijijini wafikia 85%. Kwa katika kipindi hiki tumeongeza kwa 4% na hivyo kufikia 93% ya upatikanaji wa maji kwa wastani. Sasa hapa hii swala la wastani waga linaleta changamoto kwa watu, kwa sababu 60 wapo wengine wanapata 70%, wapo wanaopata 80%, wapo wanaopata hata 100%. Kwa mfano haya maeneo niliyozungumza kule maji yanapatikana karibu muda wote. Kwa hiyo tukichukulia hii wastani kimsingi ndio tunaipata hivi. Na jambo moja nalo kwenye wastani kueleweka, wakati mwingine kuna maeneo mengine unakuta kwamba yanasema hajafikiwa, lakini ukienda kwenye idadi ya watu walioko kwenye maeneo haya ni maeneo makubwa lakini yana idadi ndogo ya watu. Lakini kuna maeneo ambayo yameshafikiwa na huduma yana idadi kubwa ya watu na huduma imewafikia. Lakini changamoto ya huduma yetu ya maji ni kwamba hata wale wachache, kwa sababu maji hayana mbadala, hata kelele za wale watu wachache wanaopiga hajafikiwa inawezekana kwamba zikawa ni kubwa sana. Na sisi tunaamini kwamba kelele sawa za watu wachache ambao wana njaa ni kubwa zaidi kuliko kelele za watu wengi ambao wameshiba. Yaani unaweza kujikuta kwamba 90% wanapata huduma ya maji, lakini 10% tu ambao bado hawajafikiwa, unaweza kukuta kelele zake ni kubwa zaidi kuliko za 90% iliyofikiwa. Lakini kazi kubwa imefanyika na sisi tunaamini kwamba tunaendelea na utekelezaji wa ilani kama ambazo malengo yalivyowekwa, na kwa miradi hii tunayoendelea nayo na kwa kasi tunayoendelea nayo, tunaamini kwa miezi iliyobaki na miradi hii itakayoweza mingine kukamilika ndani ya mwaka huu, azima ya 95% katika jiji la Dar es Salaam itafikiwa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuweza kuhakikisha kwamba kwa kweli kwa haya mambo yanayoendelea, nimezungumza fanikio hili la kuanza ujenzi wa bwawa la Kidunda ni fanikio kubwa sana katika mustakabali wa huduma ya maji katika jiji la Dar es Salaam. Tunaliona ni moja ya achievement kubwa ambalo Mheshimiwa Rais anastahili kupongezwa kwa ajili ya hili, kuweza kuhakikisha kwamba kuna kuwa na usalama wa maji. Lakini hata dhamira ya serikali ya kutoa maji mto Rufiji kuyaleta jiji la Dar es Salaam katika hatua za mbeleni hapa, nalo ni hatua ambayo inatakiwa tuweze kujivunia. Hili tutaenda kuzalisha, yani maji yote haya tunayozalisha hivi kule itakuwa ni mara 2 ya haya maji tunayozalisha. Kwa hiyo hatua hizi zikisha kamilika, tunaamini maeneo haya yanayohudumiwa na Dar es Salaam yataweza kusaidia. Zipo changamoto chache ambazo tunaendelea kukabiliana nazo, na moja ni kimsingi ni mabadiliko ya tabia nchi. Lakini mabadiliko ya tabia nchi ndio hivi kukauka kama vyanzo vya maji. Kwa hivyo vikitokea kimsingi na tuasili kubwa katika utoaji wa huduma ya maji, lakini serikali imeona ndio inajenga kama mabwawa haya ya kuhifadhi maji ili kuhakikisha kwamba zinapotokea hali kama hizi basi tunakuwa na alternative ya kuweza kusaidia huduma ya maji inaendelea. Lakini pende tuendelee kuomba kushirikiana na waandishi wa habari kuendelea kutoa elimu ya kulinda vyanzo vya maji kusudi hizi huduma tunazozitoa na kazi kubwa ambayo serikali inaifanya kuweza kuhakikisha huduma ya maji inakuwa endelevu. Lakini lingine ambalo nalo kwa Dar es Salaam tunaliona linahitaji kuendelea kushirikiana ni kwa kweli ni swala la mipango miji. Kwa Dar es Salaam leo unafikiria kwamba maji unayapeleka hapa, ukienda baada ya miezi 2-3 unajikuta kwa kweli makazi yameshabadilika sana, kwa sababu unakuta maeneo yale kama hayajapimwa. Kwa hiyo hata unapofanya projection zako nitahudumia watu labda 100,000, ukienda baada ya miezi 6 watu sio 100,000 tena, hao watu ni 200,000. Kwa hiyo ile huduma unamaliza kutekeleza, unafika pale unaona tena kelele zinaanza kwa sababu kule kulikuwa kujapimwa. Kwa hiyo watu wanaenda, mmoja anakata, mwisho wa siku unajikuta kwamba tunakuwa na idadi kubwa sana ya watu.